Watanzania wenzangu popote mulipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu tena kwenye ukumbi huu wa Tanzania News Today, mahala ambapo napata taarifa za ukweli. Leo niko na taarifa kutoka Marekani. Ninaomba uweze kufuatilia kutoka mwanzo mpaka mwisho. Taarifa hizi zinahusiana na mswada ambao uliweza kuundwa na maseneta wawili ili kuwekea vikwazo Samia na utawala wake wa CCM. Tafadhali keti kitako nikupe taarifa nzuri. Sasa taarifa hizi ambazo ninapokea kutoka Marekani, kutoka kwake Tausi Likokola, na nieleza kwamba Bwana Ezra, mswada ambao uliweza kuundwa na maseneta kisha ukapelekwa kwenye kamati ya mahusiano ya nje ya seneti ya Marekani, mswada ambao unaitwa Reassessing the United States of America and Tanzania Bilateral Relationships Act umepita. Ule mswada, mtazamaji wangu, unatafuta kuwapea haki familia ambazo ziliweza kupoteza ndugu zao kipindi cha machafuko ya mwaka uliopita. Na ule mswada, mtazamaji wangu, unataka kuweza kuwawekea vikwazo serikali hii ya CCM. Naomba unisikilize kwa makini. Sasa kulingana na Tausi, ananiambia kwamba huu mswada wa Reassessing the United States and the Tanzania Bilateral Relationship Act umepitishwa na kamati ya mahusiano ya nje ya seneti ya Marekani, yaani ukipenda kwa lugha ya Kimombo Senate Foreign Relations Committee, na sasa unasonga mbele. Kumbuka kwamba baada ya mswada kuundwa, kama unahusiana masuala ya nchi za kigeni, unapelekwa kwenye kamati ambayo inasimamia masuala ya nchi za kigeni. Kwenye ile kamati tuko na wanakamati. Wakipiga kura nyingi kwamba ule mswada usonge mbele, unasonga. Wakipiga kura nyingi wakisema kwamba huo mswada ukufe, unakufa. Sasa huu mswada umesonga, na huu ni ushindi kwa kila familia, kwa kila mama aliyepoteza mwanae. Huu ni ushindi kwa kila familia ambayo bado inatafuta majibu waliko ndugu zao. Sasa mtazamaji wangu, kitu ambacho unapaswa kujua, huu si mwisho wa safari. Mswada huu sasa hujaweza kupitishwa kwamba sasa Samia waanze kuwekewa vikwazo. Hapana. Huu ni mwanzo. Na nielewa. Na taarifa hizi za Marekani kupitisha huu mswada zimenyamazisha propaganda ambayo iliweza kutolewa na serikali kwamba ule mswada umefariki, serikali ya Samia. Lakini kitu ambacho kimeweza kunishangaza, mtazamaji wangu, kipindi ambapo huu mswada umeweza kupitishwa, Waziri Thabit Kombo amekita kambi Marekani, na yeye angalau kupembeleza Marekani wasipitishe huu mswada, kwa sababu utawafungia viongozi wa serikali. Kumbuka kwamba Marekani hivi majuzi waliweza kupiga marufuku mafuele. Kwa hivyo viongozi wa Samia na utawala wa Samia wanaelewa jinsi ambavyo Marekani wanaweza wakafanya mambo. Kwa hivyo kipindi ambapo leo Jumatano ya tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026, kipindi ambapo bunge la seneti lilikuwa linapiga kura, ukipenda kamati ya masuala ya nchi za kigeni walipokuwa wanapiga kura kupitisha huu mswada uelekee hatua nyingine, Thabit Kombo alikuwa amekita kambi kwenye wizara ya mambo ya nchi za kigeni akipembeleza mahojiano, kwa sababu taarifa ambazo ziliweza kutolewa
baada ya ule mkutano wa Thabit Kombo na Marekani, Marekani iliweza kusema kwamba wanaendelea na mahusiano ya kidiplomasia baada ya waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mohamed Thabit Kombo kukutana na afisa mkuu wa masuala ya kisiasa katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani mwenye anaitwa Harrison Hoka. Sasa katika kurasa zao za mitandao, wawili hao walichapisha hivi kwenye chapisha ambalo naomba niweze kulitafuta nikusomee. Harrison Hoka ambaye nimeweza kukueleza ni afisa mkuu wa masuala ya kisiasa katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani, aliweza kutundika na kusema hivi: met with Tanzania Foreign Minister Kombo today to discuss progress on the United States and the Tanzania bilateral relationship, including concrete steps to preserve religious freedom and the freedom of expression and finalize commercial deals that deliver real benefits for both our country. Na Thabit Kombo naye aliweza kuchapisha hivi, naomba nikutafutie hilo chapisho. Thabit Kombo alitundika hivi: thanks for the productive meeting today to discuss the US Tanzania relationship. I highly appreciate the commitment to preserve our shared values on key areas of our cooperation. Our dialogue on finalizing pending projects is encouraging towards potential benefits. Unaona, Thabit Kombo yeye anasema kwamba alikuwa ameenda kufuatilia maendeleo, projects ni maendeleo, miradi mbalimbali, na huyu afisa wa masuala ya kisiasa kwenye wizara ya mambo ya nchi za kigeni wa Marekani Harrison Hoka, yeye alikuwa amesema kwamba walikutana na bwana Thabit Kombo wakajadiliana jinsi ambavyo serikali ya Samia inapaswa kuruhusu jinsi ambavyo serikali ya Samia inafaa kuruhusu uhuru wa makanisa, kwa sababu mnaelewa kanisa la Katoliki limekuwa likishambuliwa sana na serikali ya CCM eti kwamba wanapiga siasa. Kwa hivyo Thabit Kombo eti alitoka Tanzania akaelekea Marekani kuenda kupembelezana, kusema sasa tunaweza tukaruhusu uhuru wa makanisa. Vile vile kulingana na huyu Harrison Hoka anasema kwamba waliweza kuzungumza kwamba wananchi wa Tanzania wapewe uhuru wa kujieleza. Kama unapinga serikali unaweza ukajieleza kuliko kutekwa nyara. Lakini mazungumzo haya ya afisa huyu Harrison Hoka, afisa mkuu wa masuala ya kisiasa katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani, hayahusiani kamwe na ule mswada ambao ulikuwa umeingizwa kwenye bunge la Seneti na ukapita. Masuala ya mazungumzo ya Thabit Kombo na huyo afisa mkuu wa wizara ya mambo ya nje, mazungumzo yao hayahusiani kivyovyote na mswada ambao umepelekwa kwenye bunge la Seneti na umepitishwa. Sijui kama mnanielewa mpaka hapo. Mnajua serikali ya Samia inajaribu kupembeleza Marekani wasipitishe ule mswada, na ndio maana Thabit Kombo yuko Marekani sasa hivi. Wewe siujiulize alitoka Tanzania kufanya nini akaelekea Marekani kipindi ambapo Marekani walikuwa wanapiga kura kupitisha huu mswada wa reassessing the United States and the Tanzania bilateral relationship, kuangalia uhusiano wa Tanzania na Marekani. Alienda kupembelezana. Lakini unajua, wacha nikutoe hofu. Bunge la Seneti la Marekani na hata bunge la House of Representatives sio mahala ambapo unaweza ukahongana.
Thabit Kombo na serikali ya CCM wasifikiri kwamba Marekani ni ile bunge la wanyama la muungano wa Tanzania, ambapo unapata kwamba wabunge badala ya kwenda kujadili masuala muhimu, kazi yao ni kupiga makofi kwenye bunge la muungano. Sasa kuna kitu ambacho napaswa kukueleza hivi. Mswada huu umekwisha pita, na pale ndani kwenye ule mswada walikuwa wanazungumzia mambo mengi. Mambo yaliyotajwa kwenye huo mswada ni kutokana na ukandamizaji mkali wa maandamano, mahala ambapo serikali ilidaiwa kutumia nguvu zaidi kuwanyamazisha waandamanaji. Vilevile kwenye ule mswada, mtazamaji wangu, aliweza kuzungumzia mambo ya vifo 518 ambapo rais aliteua tume ya kuchunguza na ikatangaza ile ya Jaji Chande ikatangaza kwamba walipata watu 518 walikuwa wameaga dunia. Vilevile kwenye ule mswada wanajadili vifo vya watoto, kina mama na watu wazima. Kwenye ule mswada wataenda kujadili hatua ya serikali ya kuzima mtandao nchi nzima, kuzuia wagonjwa vilevile kupata matibabu, vilevile kukamata waandamanaji, vilevile kukamata viongozi wa upinzani. Kwenye ule mswada wataenda kujadili kabisa ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Watu walikuwa wanapigwa risasi, wengine wanatekwa, wengine wanafungiwa kwenye jela, mpaka mfano kama Humphrey Polepole hajulikani aliko. Hayo ndio masuala ambayo ile bunge la Seneti sasa wataenda kujadili. Kutoka hapo wataenda kujadili jinsi ambavyo uhuru wa makanisa umeweza kuminywa katika taifa letu la Tanzania. Nimekueleza kwamba huu mswada umepita. Kwa hivyo ninaomba uweze kunipea wakati nikueleze kwa undani ni kipi ambacho kinafuata sasa baada ya huu mswada kupita. Sasa baada ya huu mswada kupita, mwenyekiti wa kamati hii ya masuala ya nchi za kigeni ambao walikuwa wanazungumzia mambo ya Tanzania, baada ya ule mswada sasa kupita, mnaelewa kwenye kamati mbalimbali tuko na mwenyekiti. Sasa mwenyekiti wa kamati hii ambayo iliweza kupitisha huu mswada, kitu ambacho watafanya, ama huyo mwenyekiti kitu ambacho atafanya ni kuweza kuandaa ripoti kuelezea ni kwa nini mswada huu wa reassessing the United States and the Tanzania bilateral relationship, aeleze ni kwa nini mswada huu ni muhimu. Akishaeleza ni muhimu, ni kwa nini ni muhimu, mswada huu utawekwa kwenye Seneti kalenda ili kupangiwa tarehe ya kujadiliwa. Sijui kama mmeweza kunielewa. Sasa kumbuka kwamba maseneta wawili waliunda ule mswada, wakapeleka kwenye kamati. Kamati imepitisha. Sasa mwenyekiti ataandaa ripoti. Akishaandaa ripoti apeleke kwenye Seneti. Akishapeleka kwenye Seneti, spika wataratibu siku ya kwenda kujadili sasa ndani ya bunge la Seneti Marekani. Sasa maseneta wote watakuwa waweze kujadili. Sasa kipindi ambapo watakuwa wanajadili, kiongozi wa wengi anaamua ama ataamua ni lini mswada huu utafika pale ukumbini ili uweze kujadiliwa. Kipindi cha kujadili, maseneta wanaweza kuunga mkono mswada ule au wasiuunge mkono. Sasa itafuatilia na uzito ambao utakuwa ndani ya ule mswada. Maseneta wakipata kwamba ule mswada uko na uzito mkubwa, watapitisha. Wakipata kwamba uko na uzito mdogo, watauangusha. Lakini kutoka hapo, vilevile kipindi cha kujadili ule mswada, marekebisho yanaweza yakafanyika na maseneta
wanaweza kuongeza au kuondoa vipengele muhimu au vipengele ambavyo wanaona kwamba sio muhimu. Wakishamaliza kujadili, wanaweza wakapiga kura. Hapo sasa ndio mambo yapo. Sasa mswada ukimaliza kujadiliwa, unapigiwa kura, na kama ukimaliza kujadiliwa unahitaji kura 51 kati ya kura 100. Mnaelewa, maseneta ni 100. Kwa hivyo kura ambazo zinahitajika ili mswada huu uweze kusonga mbele ni 51. 50+1. Maseneta 51 wakipigia kura huu mswada unasonga mbele. Lakini vile vile kuna kitu ambacho unapaswa kuelewa hapa. Kama kuna upinzani wa kuangusha huu mswada, kutaka kuuangusha usisonge mbele, utahitaji maseneta 60 kati ya 100. Kwa hivyo maseneta 60 wakipiga kura waseme kwamba ule mswada usisonge mbele, utaangushwa. Lakini maseneta 51 wakipiga kura kwamba huu mswada usonge mbele, utasonga mbele. Naomba nikupea hatua sasa ambazo zitafuata. Iwapo huu mswada sasa wa kutaka kuwekea vikwazo Samia na vibaraka vyake utapigiwa kura 51 na kuendelea na upite, sasa utatoka kwenye bunge la Seneti upelekwe katika bunge la House of Representatives. Na mswada huu ukifika pale bunge la House of Representatives Marekani, unapelekwa kwenye kamati ya House Foreign Affairs. So unaona, mswada umetoka kwenye bunge la Seneti, sasa umekwisha pigiwa kura, umepita, unapelekwa kwenye kamati ya masuala ya nchi za kigeni katika House of Representatives. Pale nao watajadili kura iwapo wapitishe au waangushe, jinsi ambavyo leo Jumatano kura ziliweza kupigwa wakapitisha huu mswada. Sijui kama unanielewa mpaka hapo, mtazamaji wangu. Acha nikunywe maji kidogo ndio tuendelee. Nilikuwa nakata kiu. Sasa kipindi ambapo iwapo kwenye ile bunge la House of Representatives, iwapo wale wabunge wa House of Representatives watapitisha kutoka kwa kamati ya masuala ya nchi za kigeni, sasa mswada huu utaratibiwa siku ya kujadiliwa. Kipindi ambapo umeratibiwa siku ya kujadiliwa, nao ukijadiliwa, wakimaliza kujadili, wabunge wa House of Representatives watahitaji kupiga kura ili kuupitisha kwenda mbele au kuuangusha. Ili mswada huu uweze kusonga mbele, uende kwa rais ili aweze kutia sahihi, ukue sheria, Samia waanze kupewa adhabu, utahitaji kura 218 kati ya kura 435. Marekani wako na maeneo bunge 435. Kwa hivyo watahitaji, kwa haya maeneo bunge 435 watahitaji kura 218 ndiposa huu mswada uweze kusonga mbele. Nakumbuka kwamba iwapo hili bunge la House of Representatives wataona kwamba kuna mahala ambapo
bunge la seneti halikufanya vizuri, wanaweza wakafanyia marekebisho. Wakifanya marekebisho tena, watatuma hayo marekebisho kwenye bunge la seneti ili waweze kuunda kopi moja ya ile ambayo wanataka iweze kupitishwa, ambayo inaitwa Conference Committee. Waweze kuunda kopi moja ya kile kitu ambacho wanataka kiweze kujadiliwa. Sasa iwapo seneti itapitisha, House of Representatives ipitishe huu mswada wa kupea Samia adhabu kutokana na vifo ambavyo waliweza kusababisha mwaka uliopita. Mswada huu ukishapita kutoka kwa House of Representatives utapelekwa kwake Rais Donald Trump. Sijui kama unanisikia. Utapelekwa kwenye bunge la, ama utapelekwa kwenye executive, meza ya Rais Donald Trump. Sasa ukishapitishwa, toleo moja likipitishwa kwenye bunge zote mbili, linapelekwa kwake rais namba moja aweze kutia saini. Akishatia saini inakuwa sheria rasmi, na serikali italazimika kuanza kitu ambacho kinaitwa comprehensive review ya uhusiano wa Tanzania na Marekani chini ya siku 90 mpaka siku 180. Hiyo ni miezi 6. Vilevile rais yuko na uamuzi wa kukataa huo mswada, atakana kwamba umeweza kupitishwa na bunge la seneti la Marekani na bunge la House of Representatives. Trump yuko na powers ya kuweza kukataa huo mswada, usiendelee mbele. Yuko na mamlaka ambayo yanaitwa veto power. Akikataa basi kura bunge linaweza kuivunja hiyo hoja ipotee. Lakini kuna mahala ambapo napaswa kuelewa vile, kwa sababu rais yuko na mambo matatu. Huo mswada ukishafika kwa rais, yuko na mambo matatu. Anaweza akasaini hapo, anaweza akakataa. Lakini akipuuza ule mswada, sasa tuseme ule mswada baada ya kupitishwa na hizo bunge mbili, bunge ya seneti na bunge ya House of Representatives, wakipitisha wafikishe kwenye meza ya Donald Trump, Trump awache ule mswada kwa meza kwa siku 10, zikipita inakuwa sheria. Mswada ukifika kwenye meza ya Donald Trump asifanye chochote, ikipita tu siku 10 baada ya kupitishwa na bunge zote mbili, bunge la seneti na House of Representatives, automatically inakuwa sheria. Na nielewa mtazamaji wangu. Sasa hapa ndipo kuna mambo naomba uweze kunielewa. Huu mswada ukishapitishwa na rais, ni kipi ambacho kinaendelea kufanyika? Ukishapitishwa kwamba wananchi waliuawa kinyama, serikali ya Samia iliweza kukiuka sheria. Kumbuka kwamba ndani ya ule mswada hawa maseneta wawili ambao walileta huu mswada wanataka kitu ambacho kinaitwa kamati au kipenda jopo la kimataifa huenda kufanya uchunguzi Tanzania kuhusu vifo vya mwaka uliopita. Hivyo ndivyo
huo mswada unasema ukishapitishwa, ndani ya ule mswada waliweza kusema kwamba Marekani, rais akishapitisha huu mswada yuko na mamlaka ya kuunda kamati ya kitaifa kuja kuchunguza vifo ambavyo vilitokea mwaka uliopita. Kipenda kamati ya kitaifa. Kumbuka kwamba ile kamati ya Jaji Chande ambayo iliweza kufanya uchunguzi, wakasema kwamba wananchi walikuwa wanajiteka, wananchi walikuwa wanauana wenyewe kwa wenyewe, na wakaweza kusema kwamba wananchi walikuwa wamelipwa ndiposa wakaandamana. Wananchi hawakuiamini ile ripoti ya Jaji Chande. Kwa hivyo huu mswada ukipita, Trump yuko na uwezo wa kuunda kamati yake ya kitaifa, jopo lake la kimataifa likuje kufanya uchunguzi Tanzania. Vilevile huu mswada ukipitishwa na rais, idara ya mambo ya nje itatoa ripoti chini ya siku 90 kuhusu ukiukwaji wa haki Oktoba 2025. Vilevile ushawishi wa ushirikiano kati ya Marekani na Tanzania. Vilevile watazungumzia ushirikiano wa serikali ya Samia na China. Kutoka hapo nimekueleza sasa, tumefika mpaka rais akipitisha ule mswada. Ule mswada ukipita, kitu cha pili ambacho kitatendeka ni vizuizi vya visa kutolewa kwa viongozi wa serikali na usalama waliohusika kukandamiza wananchi. Watawekewa vikwazo vya kusafiri, mali yao wasimiliki Marekani. Na ndio maana uliona wabunge wa CCM wakipiga kelele sana bungeni wakisema kwamba akimbie pale aende kuzungumza ili wasije wakazuiwa. Vilevile kitu cha tatu, iwapo Trump atapitisha huu mswada baada ya kupita hizo hatua zote ambazo nimekueleza, Marekani itasimamisha misaada yao ya kiusalama kuja kwa taifa letu la Tanzania. Wakishasimamisha, watapitia upya misaada ya kiuchumi. Kwa hivyo tunavyozungumza sasa hivi, roho ya Samia ipo hoe hai. Mwisho, rais wa Marekani ambaye ni Donald Trump atatoa mwelekeo na mkakati wa serikali yake ya Marekani itakavyojihusisha na Tanzania kuanzia wakati ambapo sasa atakuwa ameweza kupitisha ule mswada. Anaweza akaamuru Samia aweze kunyakuliwa jinsi ambavyo Nicolas Maduro aliweza kunyakuliwa. Kuna kitu muhimu ambacho unapaswa kuelewa hapa. Kuna kitu muhimu. Atakana kwamba ule mswada umepita, ndio ni taarifa nzuri, bado tuko na mwendo, safari ndefu. Kumbuka kwamba pindi tu ule mswada ulipoundwa, yapita wiki kama 2-3, hata kabla hujaweza kupita kwenye bunge la Seneti, jinsi ambavyo kwenye bunge la Seneti kamati ya masuala ya nchi za kigeni jinsi ambavyo imeweza kupita, wabunge wa Tanzania, serikali ya muungano, walipiga kelele sana bungeni wakisema kwamba Marekani haikuwapea nao nafasi waweze kujieleza, eti kwamba waliegemea kwa propaganda ambazo zilikuwa zinatolewa mitandaoni. Sasa wabunge hawa wakasema kwamba watapeleka ujumbe wao Marekani kuzungumza na wenzao ili kutumia kitu ambacho kinaitwa diplomasia kutatua swala hili la mauaji
ya mwaka uliopita. Sasa ninashangaa wabunge ambao wanalia, wanaomba Marekani eti kwamba wasifuate hizo njia za kuwekea Tanzania vikwazo na kuzuia misaada na kuzuia viongozi wa CCM wasisafiri. Mbona mwaka uliopita kipindi ambapo walikuwa wanawaua wananchi kwa mtutu wa bunduki, mbona hawakutumia hiyo njia ya diplomasia? Waambie wananchi, njoo tuketi chini tuzungumze, tuone mahala ambapo kuna tatizo. Tulipokuwa tunaanza haya mazungumzo, nilikueleza kwamba Thabit Kombo aliposikia kwamba mswada unajadiliwa leo Jumatano tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026, alifunga safari kutoka Tanzania kuelekea Marekani. Amekuwa akizunguka kutoka afisi kuelekea afisi nyingine, lakini hiyo kuzunguka kwake hakupaswi kukutia uoga au kukutia wasiwasi. Marekani sio nchi ambayo unaweza ukaonga. Kama mswada utapita, utapita. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Lakini kuna kitu ambacho unapaswa kuelewa hivi, mtazamaji wangu. Mswada huu wa bipartisan kuanguka itakuwa vigumu sana. Hivyo kama kuna wale ambao watafikiria sijui huu wabunge watapeleka ujumbe wao waweze kuangusha huu mswada, hauwezi ukaanguka. Kwa nini? Wale maseneta ambao waliweza kuunda huu mswada hawakuunda mswada maseneta wakiwa kutoka kwa chama kimoja upande wa Marekani. Mswada huu uliundwa maseneta wakiwa wametoka, hawa maseneta wawili ni kutoka kwa vyama vyote vikuu Marekani. Mfano, kati ya wale maseneta ambao waliweza kuunda huu mswada wa kutaka Samia aweze kuwekewa vikwazo na wabunge wa CCM wapigwe marufuku kusafiri Marekani, ni seneta mwenye anaitwa Shaheen kutoka chama cha Democratic, pamoja na seneta mwenye anaitwa Cruz kutoka Republican, chama cha Donald Trump. Sasa unaona, maseneta hao wawili walitoka kwenye vyama viwili vikuu Marekani, kwa radhi. Kwa hivyo huu mswada uko na nafasi kubwa sana kupita. Iwapo ingekuwa ni chama kimoja kiliweza kuunda huu mswada, wangesema kwamba hicho chama kinachukia Tanzania. Lakini sasa angalia, ni vyama vikuu Tanzania Marekani. Mfano, kama vile Shaheen anaweza akaambia maseneta wake wa Democrat kwamba huu mswada ni wa muhimu, tuweze kutafutia Watanzania haki, na huu mswada utapita. Vile vile Cruz ni kutoka Republican, anaweza akawaeleza wana Republican, chama cha Trump, kwamba huu mswada ni muhimu, tuupitishe. Kwa hivyo haupaswi kukuwa na tazwishi yoyote. Mambo ni mosmos, mambo yako sawa. Tuko karibu kuanza kupiga shangwe. Waliopoteza ndugu zao, waliopoteza wapendwa wao wapate haki. Vile vile kuna kitu ambacho unapaswa kuelewa. Samia aliwahi uliza mataifa kama haya, who are you? Nyinyi ni akina nani? Wabunge walipokuwa wanaapishwa walisema kwamba Tanzania ni nchi huru inayojitegemea. Sasa mbona basi kipindi ambapo huu mswada umeanza kujadiliwa, kama Tanzania ni nchi huru inayojitegemea, mbona Thabit Kombo amekimbia kutoka Tanzania, ameenda Marekani kuenda kuwapembeleza wasipitishe huu mswada? Sijui wazo lako ni lipi. Tumezungumza sana, na ndio maana nimekuambia tafadhali, uko na nafasi kubwa ya kuweza kujiunga na ukumbi huu. Piga subscription, like video, usipitwe na taarifa za uhakika kama hizi. Wazo lako ni lipi baada ya huu mswada
wa kutafutia ndugu, marafiki, familia zilizopoteza ndugu zao haki kupita kwenye kamati ya Seneti, kamati ya masuala ya nchi za kigeni. Wazo lako ni lipi? Naweza ka advise Samia kivipi